Ahmed Ally, afisa habari wa wekundu wa Msimbazi Simba, simu ya kwako hii. Hebu nilichokiona Instagram kupitia page ya Simba ni cha kweli, nimestuka kweli kweli kuona meneja Pantev anaondoka mapema sana. Ahmed Ally, ni kweli tumetangaza ama tumetoa taarifa ya kuachana na meneja wetu Dimitar Pantev. Makubaliano ya pande zote mbili, na makubaliano haya maana yake ni kwamba anaondoka yeye na wasaidizi wake wawili, kwa maana ya msaidizi wake namba 1 pamoja na kocha wa magoli kipa. Na hayo ni makubaliano ya pande zote mbili baada ya kukaa na kufanya tathmini pande zote mbili, kwa maana upande wa meneja na upande wa Simba Sports Club. Tukaona ya kwamba lilo jema kwetu sote ni ndoa hii kufikia tamati leo, ili kila mmoja aangalie mustakabali wake. Na kipi hasa kimewashawishi hadi kufanya tathmini na kugundua nastahili kuachana kwa amani nanyi? Kwa kuwa ni makubaliano ya pande zote mbili, inaniwia ngumu sana kueleza sababu za kuachana kwetu, lakini niseme tu ni kwa maslahi ya pande zote, kwa maana maslahi, yani kuachana kwetu huku Simba inanufaika na vile vile meneja Pantev ananufaika. Na tafsiri yake timu inabaki kuwa chini ya nani, Ahmed Ally? Kwa sasa mtaalamu Suleiman Matola ndiye ambaye atabaki na jukumu hilo, maana ya kwamba ataiongoza Simba katika mechi ya kesho kutwa tarehe 4 dhidi ya Mbeya City, na bila shaka mechi ya tarehe 7 dhidi ya Azam FC. Na baada hapo kikosi kitaenda mapumziko. Wakati huo mchakato wa kutafuta kocha mpya ukiwa unaendelea. Imani yetu ni kwamba kabla kikosi hakijarejea tena katika uwanja wa mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mwezi Januari, basi tayari tutakuwa tumeshapata benchi letu jipya la ufundi. Mwanachama, mashabiki wa Simba anaweza akajiuliza, ama mdau wa mpira tu, kwenye makaratasi anaonekana kocha mkuu alikuwa ni Suleiman Matola, na kama ni performance ndio imemondoa Pantev, kwa nini si Matola naye akahusika kwenye hilo, Ahmed Ally? Kwa hilo sina majibu. Asante Ahmed Ally, na nikutakie usiku mwema. Asante sana. Kwa mara ya kwanza ama kwa mara nyingine naona mashina kuongea na ibananisha afu inabanika, inashindwa kuongea. Nimemuuliza swali jepesi tu Ahmed Ally. Kama mnamhukumu meneja Pantev kwa matokeo, na kocha mkuu on paper ni Suleiman Matola, kwa nini Suleiman Matola anabaki na meneja ambaye hakuwa head coach kwenye timu anaondolewa? Ahmed Ally kanaambia kwenye hilo sina. Hawakumfanyia utafiti wa kina, hawakumscout, kwa sababu Fadraman Davids pia aliwakurupusha Simba wakurupuke kutafuta kocha. Aliondoka haraka sana. Na sasa wangemtafuta kocha wa muda, ndio wenzao wanavyofanya. Si alikuja Ahmed Suleiman Morocco. Ndio nakwambia, kama Morocco walimleta kama kocha wa muda wangempa. Kama Morocco waliona labda ana majukumu mengi, wangemtafuta kocha mwingine kama walivyokuwa wanafanyaga kwa Mgunda. Tunanielewa? Yaani timu zenye weledi, kama unaona bado hatujamscout kocha yoyote sasa hivi, tutafute basi caretaker, tutafute kocha wa muda. Hata Ulaya hizo zinafanywa, unajua Maziku. Najua. Watu wanatafuta kocha wa muda, wanampa timu, anafundisha. Sasa kama wao viongozi waliona Pantev anafaa, manake walikurupuka. Yani wao ndio wanatakiwa wawajibike, wawe na maswali. Ilikuwaje yani wana Simba waulize viongozi wao, ilikuwaje mkatusajilia mwalimu ambaye nyinyi hamkuwa na uhakika naye, hamkuwa mnamfahamu vizuri? Tunaongea na mwalimu pale Addis Ababa Ethiopia, nikamuuliza imekuwaje, mbona kumekuwa na ubutu mkubwa? Akasema hata wawe na waumiza sana, na wanafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanarejea katika makali. Kwa wachezaji wenyewe kuna muda unakubaliana kama morali ni kama inakuwa inashuka, ni kama wanacheza kama wameshinda hivi. Uone ile ya kupambana mwanzo mwisho. Tofauti kubwa ya Simba na Yanga iko hapo. Ukiwatazama Yanga waliocheza na JS Kabylie, unaona wana fight dakika ya kwanza mpaka mwisho, ni timu inatafuta kitu. Yanga na AS FAR Rabat pale Zanzibar, nafikiri Jadu ilikuwepo. Ilikuwa ni mechi ngumu, lakini walipush to the maximum mpaka wanapata matokeo. Na hii jihad ya Yanga inawafanya wanafanikia kwenye mazingira magumu sana. Lakini wachezaji wa Simba kuna muda unawaona ni kama wamerelax uwanjani, you don't see them pushing, kiasi kwamba wana shauku ile hamu ya kutaka kupata kitu. Hata wakienda kurusha wako relaxed, wakipoteza mpira kuna watu wa abiria uwanjani hawarudi kukava nafasi. Lakini Yanga wanaweza kashambulia, wakipoteza
wanarudi kama nyuki, wote wa mbele wale wanakwenda kupress juu akisha kuchukua mpira tena. Lakini Simba utaona wanashambulia, wakisharudi wanarudi wale viungo na walinzi. Kuna watu kama 3 4 mbele kule wanatembea. Sasa mpira hawezi kuwa hivyo. Kwa hiyo wanahitaji kuimprove mazoezini, wanahitaji kuongeza morali, wanahitaji kuongeza fighting spirit kwao. Tunaweza tukaangalia sehemu mbili, kwa maana tutaangalia ndani ya pitch lakini pia tutaangalia nje ya pitch. Tukianzia ndani ya pitch, sidhani kama kuna kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kifanyike, kwa sababu kwangu mimi Dimitar Pantev amekuwa akifanya kazi yake vizuri, kwa maana jinsi ambavyo anaifanya timu inaweza kutengeneza nafasi, na ni kweli tumeona Simba wamekuwa wakitengeneza nafasi. Lakini shida inakuja kwenye nafasi hizo kubadilisha kuwa magoli. Na sehemu kama hiyo hauwezi kumlaumu mwalimu. Umeona nafasi ambao amekosa Elim Panzu Kibisawala kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Petro de Luanda, nafasi ambayo amekosa Maurice Abraham. Lakini ukija kwenye mchezo wa pili dhidi ya Stade Malien, tumeona nafasi ambayo Elim Panzu alikeva ikagonga nguzo, ikarudi kwa Jean Shazawa, amekosa nafasi ile. Lakini nafasi mbili ambazo zimekoswa na Jonathan Soa, kwa maana unaweza kuzungumza kwamba kama zile nafasi angezigeuzwa kuwa magoli, basi tungeona Simba wanapata ushindi. Mtu anaweza kaja na hoja akasema mwalimu anakosea kwenye selection ambayo anaifanya, kwa maana kwenye vikosi. Sawa, mtu huyo unaweza kumjibu kwamba mechi ya kwanza hakuingia na striker asilia, kwa maana namba 9. Tumeona kile ambacho kimetokea. Lakini mchezo wa pili amecheza Jonathan Soa na bado amekosa nafasi hizo, na yeye ndo namba 9 ambaye yupo. Kwa hiyo nadhani kuna namna fulani wachezaji wanatakiwa wajitathmini, waone nini ambacho kinaendelea. Nilimsikia Neo Maema, na hii ndo moja ya kitu bora sana kuchukua wachezaji ambao wana experience na wamecheza timu kubwa. Neo Maema amesema anastaajabu kuona Simba wanacheza hivi, kwa sababu moja ya timu kubwa na bora Afrika Mashariki unaigusa ni klabu ya Simba, lakini bado wachezaji kana kwamba wanacheza kama hawajui kama hapo Simba. Hiyo ndio interview ambayo ameifanya wakati umemalizika mchezo wao dhidi ya Stade Malien. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba hapo unaweza kumlaumu mwalimu, lakini bado wao wenyewe wachezaji pia wanajua changamoto ipo kwao. Lakini tukirudi kwa uongozi, unaweza kustaajabu kwamba wachezaji hawa ambao wanaonekana bora, kuna muda kwa nini wana switch off, wanaonekana kwamba ni wachezaji wa kawaida. Labda haya mambo yapo kwa soka letu la Afrika, kama viongozi wenyewe wana mtafaruku huko. Kuna viongozi unajua na wachezaji wao ili lipo, na kuna wachezaji pia ambao wao wanalipo na baadhi ya watu. Tuliambiwaga Young Africans Stefan Aziki, kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanamlipa mshahara yake ilikuwa itoke Young Africans. Kwa hiyo unajua ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo pengine labda Simba, hasa mchezaji ambaye anagusa ni Elim Panzu Kibisawala, amekuwa mchezaji ambaye uhatari wake upo pale pale, lakini kwenye finishing imekuwa ni tofauti. Elim Panzu alikuwa mchezaji ambaye akipunguza wachezaji wawili basi ana shoot, lakini sasa hivi anaweza akapunguza wachezaji wawili aka turn back tena akarudi akatoa pass. Kwa kuna vitu ambavyo amekuwa amefanya vingi ambavyo vimekuwa havina faida. Wengine wanafika mbali wanasema labda ni mchezaji wa fulani ndo anamwambia afanye hivyo. Tunajua Elim Panzu hadi anaingia Simba try again, yeye ndiye ambaye amefanya kazi kubwa sana kabisa. Kama Elim Panzu ni mchezaji wa kiongozi, basi try again ni mchezaji wake, na try again sasa hivi hayupo katika uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Labda watu wanaweza kakaa kamnyoshia kidole kwamba yeye ndo sababu na kadhalika. Kwa hiyo kwangu mimi naona kuna namna viongozi inabidi wakae chini waangalie kwamba je, nini ambacho kinafanyika. Lakini kwa Dimitar Pantev bado ni kocha mzuri na bado anafanya kazi yake bora sana, isipokuwa tu huku kwenye uongozi ndio kunakuwa na changamoto. Na kama kweli viongozi wana wachezaji wao ambao wanashinikiza kwamba wao wasifanye vizuri ili timu iendelee kwa hivi, basi sidhani kama kutakuwa na cha maana cha kufanya. Otherwise wasubirie tu mwakani kwenye uchaguzi mkuu, wafanye uchaguzi uliokuwa bora. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Katalambole Yusufu anatujuza kinaga ubaga kweli kweli, na anatujuza kwa uzuri mno juu ya yale yote ambayo yanaendelea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba kunani jamani? Mbona bundi anapita pita mitaa yenu na mnamwacha? Piga bundi huyo adondoke chini, muendelee na maisha mengine. Mpira ni furaha bwana. Na taarifa ambayo si nzuri bwana, taarifa hii nitakuja kuitoa kwenye kipindi kingine. Ndio. Si nzuri, imetokea Masasi huko. Shabiki wa Simba mmoja amepoteza maisha baada ile mechi kutamatika. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wana sisi pia kama familia ya mpira itabidi tuwape pole. Nafikiri ndugu zako walinitumia jina lake
na anapotokea Ndio. kitu kama Misi hivi jina lake. Lakini nafikiri kwenye kipindi kijacho tutakuja na usahihi wa taarifa. Yes. Kutokea pale Masasi. Taarifa ndo zinaeleza hivyo. Okay. Na taarifa hizi bwana tunazipata kwa mdau wetu mkubwa mno. Kutokea pale Masasi. Ni nani huyo? Tutakuja pia kumtaja. Unapata uzuri na kupata vizuri ni chetu kinachofuata. Sahihi. Jina langu mimi naitwa Cisco Katalambula Yusufu, hapa amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera kwa Steven mwana wa Mapunda. Hatuna la ziada, itosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwa heri.